Na taarifa zaidi ni kuwa kizaazaa kilishuhudiwa katika eneo moja la burudani kijijini Kambi, Mwanza, eneo bunge la Malava. Hii ni baada ya washukiwa wawili wa wizi kuweza kupagawa wakidaiwa kuweza kuadhibiwa na dawa za kienyeji. Alishuhudia Millicent Kubai na kutuandalia taarifa hii. Ni umati uliojitokeza kujionea kwa macho tukio hili la washukiwa hawa wawizi ambao ni waajiriwa katika kituo hiki cha burudani, 40 zao zikiwa zimewadia. Kulingana na Elizabeth Shikami, mmiliki wa kituo hiki cha burudani, amekuwa akipoteza mali yake mara kwa mara, na hii leo alipofungua duka lake alipata kaibiwa televisheni na pombe. Wamevunjwa na milango za mbele, wezi wameingia, wamebeba TV yangu kubwa 43 inch, TV ya uka, wamebeba pombe mizinga za bei kali zote, wamefakia bai imebaki bure. Ndipo uliza muhusika kijana wangu wa kaunta ambaye ni mtoto wa shemeji yangu. Nikamuuliza ulifunga milango? Akaniambia nimefunga milango. Aliponiambia nimefunga milango, nikamuuliza na sasa watu walipitia wapi? Ama ulifungia mmoja wa wizi ndani? Akakataa, akasema kufunga milango vizuri. Sasa mimi nikawaambia, nikaenda kwa station nikaripoti. Maaskari wakakuja wakaangalia, tukafanya damages zote, tukapata wamebeba pombe zaidi ya 1,100. La simu ya kazi ya M-Pesa wakachukua. Pesa yenye ilikuwa imeuzwa siku hiyo 13,000 wakachukua. Anasema aliwauliza na hata kuwapa muda wa siku 2 wahudumu wake kusema ukweli, na walipoendelea kukataa hata mimi kwenda kutafuta daktari wa kienyeji ni kuchoka. Nafanya kazi na hustle. Mimi ni mama, sina bwana, na hiyo kazi ndio baba yangu, ndio bwana yangu. Wakati nafanya kazi watu wanakuja wananiibia, wanakuja wanaiba. Mimi kila nataka tukushauri watu ni kwamba wafanye tu kazi zao. Maneno ya kuvunja milango na kuibia watu waache. Anafikiria watu wengi wamejionea kitu yenye imefanyika. Wameona. Ingawa nimekaramika, watu wenye hawana pesa, watu wadogo wataibiwa sana. Baada ya ganga za daktari huyu, wahudumu wake wawili, mwanamume mwenye umri wa miaka 36 na mwenzake wa kike wa miaka 27, walionekana kupagawa na kuchanganyikiwa, ikiwa ni ishara kwamba walihusika na wizi huu. Umma ulipongeza hatua hii ya kuadhibu walio na tabia ya kuhangaisha wananchi wenzao. Nimefurahia sana sababu sisi vijana tumeshinda kutafuta kwa jasho yetu, tumeanza kuingilia wamama kama Elisa tukiwaibia. Mimi napatia huyo mtu heko hata kwa area yangu ya Mkaba, huyo mtu akuje huko atufanyie kazi kama hii. Vijana wanasumbuka watu, wataka kufanya kazi. Raundi